Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na kamati yote inatoa pole kwa wananchi wa kata hii kwa kuondokewa na diwani wao. Walitaraji kabisa na haina kificho kwamba diwani huyu angegombea tena na naamini angeshinda tena. Lakini Mwenyezi Mungu ana mipango yake ambayo sisi hatuwezi. Hizo ni salamu. Mimi binafsi Felix nilimfahamu akiwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na alisema hama, ili sitasahau, na hama kurudi CCM kwa sababu yako Kasesera. Na kwa kweli akakubali na akahama, akahamia CCM na akashinda kuwa diwani, na kwa bahati mbaya akafariki akikamilisha kazi yake ya diwani. Nilimfahamu Felix kwa ucheshi muda wote, hata kama anakugombeza ataishia kucheka. Alikuwa na sifa za kibinadamu ambao wachache sana wanazo. Felix Siwaya, hatujui tutumie maneno gani au nitumie maneno gani ambayo yanaweza kuwa tosherezi kwa maisha ya Felix Siwaya. Felix Siwaya, kama mnavyojua, alikuwa diwani wa kata ya Kiwele. Kwa hiyo sisi kama Chama cha Mapinduzi tumempoteza mtu makini, mtu mahiri, mtu mchapakazi, mtu mcha Mungu. Pengo lake kuliziba, tutakuwa na kazi kubwa. Pengo lake hatujui tutaziba namna gani. Kwa kweli inatia huruma kwa familia, hasa kwa mjane na watoto na mama. Ndugu zangu, kama ambavyo imearifiwa kwamba tumekutana hapa kwa ajili ya msiba wa ndugu yetu Waya ambaye amekuwa kiongozi mwenzetu, amekuwa mwananchi mwenzetu, amekuwa muumini mwenzetu, amekuwa mwanachama mwenzetu. Maisha yake na maisha yetu yamekuwa katika sehemu moja, na hatimaye leo imempendeza Mungu tuweze kumsindikiza. Nakumbuka mara ya mwisho tulikutana mimi na yeye nikiwa kwenye ziara ya kikazi hapa kwenu. Nilikuwa na ziara hapa kwenu na tulitembelea zahanati. Zahanati ile mara ya mwisho nilikuja ilikuwa inasuasua. Tukasema tunaleta fedha. Fedha zikaja, zahanati imekamilika. Lakini baada ya hapo tukaenda kuongea na wananchi kwenye kijiji kinachofuata kule. Na kule kulikuwa na mradi mkubwa sana wa maji ambao alikuwa anauhangaikia, tukapeleka fedha na ukakamilika. Kwa na mkutano mzuri sana na wananchi. Nakumbuka tukiwa na wananchi wa eneo hili la zahanati, nikawa nawaambia, nyinyi mmepata diwani kweli kweli, huyu kweli ni Waya. Wakasema sio Waya, ni Nondo. Huyu anafaa kuwa mbunge kabisa. Akasema mpeni udiwani kwanza, acheni. Tukataniana pale. Wananchi wake ni watu walikuwa wanampenda sana. Alikuwa mtu mnyenyekevu, mtu rahimu sana, mwenye uelewa, anajali, anaheshimu watu na anazo njia za kuishi na watu wake bila misuguano. Jambo ambalo lilimfanya kuwa ni diwani wa mfano. Akiwa hapa amelala, tumpigie makofi mengi sana kwa utumishi wake. Amefanya utumishi uliotukuka, utumishi ambao utabaki kwenye historia ya kata hii. Nimepata diwani ambaye alifanya kazi nzuri, diwani aliyewaunganisha na kuwajenga. Nilipopata habari za msiba huu nilishtuka sana, kwa sababu tulivyokutana mimi na yeye
kwenye ziara ya siku moja kabla alikuwa mzima, wala haelezi kwamba ana changamoto ya kiafya. Hata katika utawala wangu akasema kivipi, imekuwaje? Kwa sababu alikuwa mzima wa afya. Tumekwenda kwenye mikutano yote aliyotuandalia, tumezungumza na wananchi wake vizuri, tumeondoka tumekwenda kata nyingine akiwa mzima wa afya. Kumbe maskini Mungu alitaka tujifunze kupitia yeye. Ndugu zangu, somo ni moja. Safari hii haina siku, haina saa, haina uzima, haina ugonjwa, haina ukubwa, haina udogo, haina kuwahi, haina kuchelewa, bali ikifika imefika. Kama rafiki yangu na kipenzi ambaye pamoja na shughuli zingine zote za siasa, mimi tulikuwa tunaishi kama ndugu, marafiki na mapacha katika shughuli zetu za maisha. Naomba niseme kama ifuatavyo. La kwanza, tumempoteza kiongozi mzuri sana na mahiri sana katika baraza la madiwani. Kama kila diwani angekuja kusimama hapa, haya anayosema angekiri kwamba tulikuwa na kiongozi kweli kweli. Tafsiri yake nini? Kwanza, baraza la madiwani limefiwa, kata ya Kiwele imefiwa, Chama cha Mapinduzi kimefiwa, viongozi wote hapa tumefiwa, mkuu wa wilaya pamoja na watumishi wote wa halmashauri tumefiwa. Kwa hiyo hatuna maneno ya kuzungumza usemaji, lakini nachoweza kusema hiki: Waya, ningekuwa na uwezo, ningekuwa natamani asimame, angalie watu walivyojaa, angalie magari yalivyojaa, aone watu namna walivyokuwa nampenda, lakini hatuna uwezo huo. Faraja yetu yote tumefiwa. Leo tutakwenda kumpumzisha, hatutamuona tena Waya. Hawezi kusimama, hawezi kucheka alivyokuwa anacheka, hawezi kula, hawezi kuongea. Hii ndio safari yake ya mwisho hapa duniani. Naitwa Moses Ambindwile, ni miongoni mwa wadau ambao tumeguswa na kifo cha aliyekuwa diwani wa halmashauri ya Iringa vijijini, Mheshimiwa Waya, na nimeweza kushiriki katika mazishi ya leo ambayo ilikuwa kifanyika hapa nyumbani kwake. Ninamfahamu marehemu, alikuwa ni kada mwaminifu aliyefanya kazi kwa kujituma, alifanya kazi kwa weledi. Mazuri aliyoyaacha, sisi wengine ambao tunabakia, njia pekee ya kumwenzi ni kuyafanya yale aliyokuwa akiyafanya kwa ajili ya chama, lakini pia kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Alifanya mengi mazuri. Ni pengo kubwa ambalo tutalikosa katika halmashauri ya Iringa vijijini, lakini pamoja na katika mkoa wetu wa Iringa. Kwa majina naitwa Mr. Juma Johnson Mapesa Makara, ni afisa tarafa wa tarafa ya Edodi, wilaya ya Iringa. Kimsingi, mapokeo ya msiba wa Mheshimiwa Felix Waya kutoka kata ya Kiwele, halmashauri ya Iringa, wilaya ya Iringa, nimeupokea kwa tofauti sana. Naweza nikasema kwa hisia mbaya, kwa vile ambavyo tumekuwa tukiishi naye. Moja, kwangu mimi nimefanya kazi ndani ya chama kama mwenyekiti wa vijana, lakini pia kama mwenezi. Kwa namfahamu Felix Waya kwa muda mrefu kama diwani wa kata ya Kiwele akitoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na baadaye kuja Chama cha Mapinduzi akiwa diwani wa kata ya Kiwele. Utajifunza kitu, wanasema upendo wa mtu na maisha ya mtu huonekana kwa idadi ya watu ambao hujitokeza aidha kuna jambo la furaha au kuna jambo la huzuni.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.